Bwana Yesu asifiwe. Mungu aendelee tena kuwabariki. Tutaendelea na mpango wetu ya mahubiri. Temi ya siku ya leo ni usicheze na neema yako. Usichezeshe ile neema unakuwa nayo ndani ya maisha yako. Kabla tuingie kuzungumzia neema, tutazungumzia wakati sisi wanadamu tulikuwa naishi chini ya sheria. Avant Yesu Kristo tulikuwa naishi chini ya sheria. Maandiko sinasema avant Yesu akui, tulikuwa naye. Ndani ya Jean, Yohani Mbatizaji anasema Yesu alikuwa mbele na atakuwa. Donc tulikuwa naishi na Yesu, lakini tulikuwa tumjui. Juu ya nini? Juu alikuwa maneno. Hatukuwa na shikamana ile maneno, ile sheria. Ukisoma ndani ya Jean 1:1 inasema au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Na kama neno ni Mungu, donc tulikuwa naishi na Mungu, lakini tulikuwa na nini? Tulikuwa atuende sawa sawa na mapenzi yake. Na kama Yesu ni Mungu, donc tulikuwa naishi na Yesu hapa chini ya jua, tulikuwa atumtii. Tulikuwa tusikie sauti ya Mungu. Tulikuwa tuende sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tulikuwa tuende sawa sawa na sheria yake. Nitazungumzia wakati ya sheria. Nitazungumzia kidogo wakati ya sheria. Wakati ya sheria tulikuwa naishi wakati ya Musa. Ujue Mungu ndio ni Mungu wa rehema, lakini alikuwa si ni Mungu wa hasira. Wakati alisaidia wana wa Israeli kuwatosha mji wa Egypte katika mikono ya Farao, akachagula mtumishi Musa ili awasaidie, na akawapatia Musa sheria za watu wataenda na tembea nazo. Na zile sheria sisi wanadamu tulikuwa nazivunja saa yote, kila sana kila dakika tulikuwa namkosea Mungu. Tulikuwa naishi chini ya sheria. Ndio alikuwa Mungu wa rehema, lakini alikuwa na pinir kila wote ambaye alienda nyuma na ile sheria na sheria zake. Mbele juu kama unakosea Mungu, ilifo unaleta sadaka, unatoa sadaka. Juu nini? Juu sameleo. Leo hii tunaanza pokea msamaha kwa bure. Juu wakati tulikuwa naishi wakati ya sheria, ilikuwa yakuwa wakati ya neema ilikuwa yafika. Kuna wengine watu walikuwa naona neema ya Mungu, walikuwa naishi chini ya neema ya Mungu. Kuna wengine walikuwa nachaguliwa na Mungu na wanaona mkono wake, wanaishi utukufu wa Bwana. Lakini wakati yake ilikuwa yafika ya kiumbe kyote kianze ishi chini ya neema yake. Na ile wakati tulikuwa naishi chini ya sheria, tulikuwa nakosea Mungu kwa kila sana kila dakika. Sisi wanadamu tulikuwa na roho ngumu, tulikuwa na masikio ngumu, tulikuwa atusikie sauti ya Bwana, tulikuwa atuende sawa sawa na neno lake. Wakati ya Noa, dhambi ilipita, Mungu akafanya nini? Akaanzililia tena mwanzo. Hakumaliza kiumbe kyote, hapana. Noa na familia yake kaingia, na viumbe vyote vikaingia mule desade. Mungu akaanzililia tena pale. Lakini hatukusikia, tukaendelea kuishi tu ndani ya dhambi. Hatukuendelea kuishi chini ya sheria za Mungu, ya Mungu. Hatukuendelea kusikia sauti ya Mungu, hatukusikia maonyo ya Mungu.
Jua nini? Hatukukua watiifu, hatukuwa wakamilifu mbele zake. Sodoma na Gomora hivyo Mungu akachoma, akalunguza kwa sababu ya dhambi ilipita. Kwa sababu dhambi ilipita. Ni wakati ya sheria. Tulikuwa naishi wakati ya sheria. Na wakati ya sheria alikuwa Mungu wa hasira. Alikuwa Mungu wa hasira juu alikuwa na tuandikia gisi tutatembea. Lakini kwa sababu ya roho mkuu, roho ngumu na masikio mangumu, tulikuwa tusikie tena sauti ya Mungu. Tulikuwa tusikie, atuende tuishi sawasawa na sheria za Mungu. Na wakati tulikuwa tuishi sawasawa na sheria zake, Mungu anafanya nini? Anatupinir. Wakati ya sheria, wanadamu walikuwa naona hasira ya Bwana. Malgré ça, hawakuwa na mkimbilia. Wana wa Israeli, Mungu anawatosha katika mikono ya Farao. Wakaona miujiza. Lakini shida kidogo ikatokea, wakafanya, wakaanza kuabudu miungu. Wakaanza kujijengea masanamu. Wakaanza kujiplendre. Ndiyo, hakika Mungu ni uhai, lakini ni Mungu si wa hasira. Musa kenda kuwalombea msamaha, lakini Mungu akasema ndiyo. Hii kizazi kike nimetosha. Egypti hakitafika tena kwa ile nchi nilikuwa natarishia. Aliwasameme akawapinire usi. Juu tulikuwa naishi wakati ya sheria. Na kwa wale wote ambao walitoka Egypti 21 na kupanda, wote wakakufia mdesert. Siku walipashwa wafanya 40 jours, wakafaa 40. Juu ya nini? Juu ile kizazi yote enye ilikuwa isikie Mungu, ile kizazi yote enye ilikuwa aiende sawa na sheria za Mungu, ikafanya nini? Ikakufia pale. Mungu alikuwa Mungu wa hasira. Hayakusema kukuwa na mpango ya kuokoa watu wake. Alikuwa na mpango, lakini wakati ya mpango ile ilikuwa huyafika. Wakati ya mpango ile ilikuwa yafika. Wakati ya sheria, watu walikuwa napigwa fimbo ya Mungu. Watu walikuwa na mkono ya Mungu ilikuwa na waacha. Wakati ya usikie sauti ya Mungu, Mungu anakupiga fimbo. Watu walikuwa na kufa. Unasema dhambi, unadanganya mbele ya mtumishi wa Mungu, unakufa pale pale. Yepeki alikuwa avoka wa sisteme yake yenye alipatia wanadamu hapa chini ya jua. Alikuwa judge, jury and executioner. Ndiyo, Mungu alikuwa naua, tena kwa wingi sana. Maiko kusema hakukuwa juste, hapana, juu ni kiumbe kyake. Anafanya gisi anataka.